Kumlea mtoto wa kike ni zaidi ya kumpa chakula, ni zaidi ya kumpa mavazi, ni zaidi ya kumpa elimu. Kumlea mtoto wa kike ni ile kumpa thamani ya kuweza kujitambua kwamba yeye ni nani, kujua thamani yake. Kila mtoto wa kike anayetembea barabarani au anayekuwa katika jamii, anakuwa amebeba yale ambayo wazazi, walezi, walimu wamekuwa wakimfundisha kuhusu thamani yake, kuhusu kujitambua, kuhusu kujithamini na kuhusu kujua yeye ni nani katika jamii husika. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia jinsi ya kumfundisha mtoto wa kike kujiheshimu. Tunaenda kugusa kabisa moyo wa wazazi kwa watoto wao wa kike. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya jamii nzima na kwa ajili ya mwongozo hasa katika malezi ya watoto na biashara. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uwe wa kwanza kupata dondoo za video zetu pindi tunapokuwa tumeupload video mpya. Karibu na twende tukaanze. Hoja ya kwanza, mtoto wa kike anajifunza kujiheshimu kupitia mifano ya wazazi wake. Mtoto wa kike anajifunza sana kupitia matendo, kupitia mifano, kupitia jinsi anavyowaona wazazi wake. Maneno tu mnayomwambia haiwezi kumfundisha kujiheshimu, bali ataangalia matendo yenu kwanza. Mtoto wa kike anajifunza kujiheshimu kupitia mama, anavyomuona mama yake, jinsi anavyokuwa anaheshimu nafsi yake na anaheshimu watu wengine. Pia mtoto wa kike anamwangalia baba yake, jinsi baba yake anavyokuwa na mipaka kuhusu kuwapenda familia, kumpenda mama na kuwapenda wao kama watoto. Pia mtoto wa kike anajifunza kupitia matendo ya wazazi wake moja kwa moja. Sio kile anachoambiwa, bali kile anachokiona kutoka kwenye familia yake. Ujumbe kwa wazazi: mtoto wako wa kike anajifunza moja kwa moja kwa kukutazama wewe. Hivyo hakikisha matendo yako, mwenendo wako na jinsi unavyohusiana, hicho ndicho kitakachokuwa kinampelekea mtoto wa kike ajifunze kujiheshimu kupitia ninyi wazazi wake. Hoja namba 2, mtoto wa kike anajiheshimu kadiri anavyojiona ni wa thamani. Wazazi, walezi wanapompa mtoto nafasi ya kusikilizwa na kuthaminiwa, nafasi ya kupewa ule uwezo wa kujieleza na kusikilizwa na kuthaminiwa, inamfanya mtoto wa kike atambue kwamba kumbe utu wake ni wa thamani. Anajitambua kasa kwamba kumbe ana uwezo, sauti yake inaweza ikasikika. Hapo mtoto wa kike anaanza kujifunza kujiheshimu, anaanza kujiona yeye ni wa thamani, anaanza kutambua kwamba kumbe utu wake ni wa thamani na anapendwa. Wazazi, tunakushauri kwamba msikilize mtoto wa kike, mtambue, muonyeshe thamani yake, muonyeshe utu wake, muonyeshe kwamba yeye ni wa thamani. Ukianza kumuonyesha kwamba yeye ni wa thamani, anaanza kujithamini. Anaanza kujiona kwamba yeye ni wa thamani, mwili wake ni wa thamani. Thamani yake inaanzia nyumbani na sio nje kwa watu wengine. Hapo unakuwa unamfundisha kujiheshimu. Hoja namba 3, mazungumzo ya kweli kuhusu mwili na mipaka hujenga thamani ya ndani. Mtoto wa kike anapofundishwa kwamba mwili wake ni wa thamani, anapofundishwa kwamba mtu yeyote hapaswi kumgusa mwili wake bila ridhaa yake. Mtoto wa kike anapofundishwa kwamba asiendeshwe na mitandao, asiendeshwe na marafiki na wala asiishi kwa kufuata mikumbo. Akifundishwa hivi vitu kwa upole, kwa hekima na kwa msisitizo, mzazi anapokuwa anamfundisha kwa upole, kwa kumuonyesha kwamba anamthamini, mtoto wa kike analitambua hili, na hapo anakuwa anajifunza kujiheshimu na anakuwa anajua kwamba mwili wake unakuwa una mipaka. Yaani hapaswi kulazimishwa au kupangiwa kuhusu mwili wake kwamba unatakiwa hivi, hapana. Yeye anatakiwa kujipangia kuhusu mwili wake na anakuwa anajithamini. Hapo unakuwa unamfundisha mtoto wa kike kujiheshimu. Hoja namba 4, tunasema kwamba majukumu madogo nyumbani humjengea mtoto kujithamini na kujitambua. Mtoto wa kike
anapokuwa anapangiwa majukumu nyumbani ya kufanya, anaona kabisa kwamba ana nafasi ambayo yeye mwenyewe anahisi kwamba anathaminiwa, na pia anakuwa anatambua kwamba anaweza, na anakuwa anaona kabisa kwamba mchango wake katika familia yake ni mkubwa. Kwa hiyo huyo mtoto wa kike hawezi kujifunza tu kwamba ategemee watu wengine wa nje ili waweze kumthamini. Hapana, anakuwa anatambua kabisa mchango wake katika familia yake, na anakuwa anajiheshimu kwa sababu anakuwa anaona kabisa kwamba mchango wangu upo, nina uwezo wa kufanya jukumu ambalo nimepangiwa, nina uwezo, ninajiamini na nitafanya na ninaweza. Mtoto anapokuwa wa kike anajiamini hivyo kwamba anaweza akafanya majukumu yake vizuri kwa sababu amepangiwa afanye. Hapo unamfundisha kujithamini yeye mwenyewe na kuona kwamba sio lazima watu wengine wa nje wamtambue. Hapana, nyumbani tu penyewe anakuwa anajiheshimu, na hivyo anaweza akajiheshimu hata kule nje. Hoja namba 5, kumsifia mtoto wa kike kwa tabia, yani sio muonekano, inamjengea heshima ya ndani. Mtoto wa kike unatakiwa umsifie kwa tabia na sio umsifie kwa muonekano. Kwa mfano, badala ya kumwambia mtoto wa kike kwamba wewe ni mrembo, unapendeza, mwambie kwamba ninajivunia ujasiri wako. Wewe ni jasiri, wewe unaweza, wewe una nguvu, una bidii, unajituma. Unapokuwa unamsifia mtoto kwa tabia kama hizo, unamjengea kwanza kujiamini, unamjengea kujiheshimu. Anakuwa anajiamini kabisa kwamba kumbe mimi ni jasiri, kumbe mimi nina tabia nzuri, kumbe mimi ninaweza. Hivyo unamfanya mtoto wa kike ajiheshimu yeye mwenyewe tu kutoka ndani. Lakini unapokuwa unamsifia tu kwa kumuonyesha uzuri wake tu, hiyo inampoteza, kwa sababu anaweza akawa anajiangalia, yani kwa kuangalia muonekano wake tu kwa sura, lakini haangalii vile vitu ambavyo viko ndani yake. Kwa hiyo msifie mtoto kwa tabia zake nzuri. Hapo unakuwa unamjenga vizuri na unamfundisha kujiheshimu. Mtoto wa kike anapopata heshima na uthibitisho nyumbani kutoka kwa wazazi wake, dunia haiwezi kumvunja. Lakini mtoto wa kike akiyakosa hayo, akikosa kuheshimiwa na kufundishwa heshima nyumbani, dunia inaweza ikamfundisha uongo. Mzazi ndiye anayeweza kumfundisha mtoto wake wa kike kujiheshimu kwa maneno, kwa vitendo, kwa muonekano na jinsi yeye mwenyewe mzazi anavyoenenda. Mtoto wa kike aliyefundishwa kujiheshimu ni mwanamke bora kabisa, ambaye anaweza kuja kutengeneza kizazi kizuri kabisa ambacho ni kizazi cha kesho. Tuwafundishe watoto wa kike kujiheshimu, tuwapende, tuwathamini na waangalie matendo yetu sisi wazazi, kwa sababu watoto wa kike wanajifunza zaidi kwa kuangalia, kwa kutazama, kuliko kwa kuambiwa maneno ya mdomoni. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kulike, kushare, kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Comment pia ukituambia ni jambo gani ambalo umejifunza, au ni jambo gani jipya zuri ambalo pia unaweza ukaongezea hapo, ambapo sisi tumeweza kutoa hoja 5. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante sana na Mungu mwema akubariki.